Mheshimiwa Bunge, tunaanza sasa moja kwa moja na uchangiaji. Tutaanza na Mheshimiwa Jenjeli James Ntate, Mheshimiwa Dr. Ellis Kaijage na Mheshimiwa Rashid Shangazi wajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipendelea kuwa wa kwanza kuchangia, lakini nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametulinda mpaka sasa tunaenda mwishoni mwa ngwe ya bunge la 12. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Simbachawene, naibu wake Mheshimiwa Singu, watendaji wenu wakuu wakiongozwa na Juma Mkumu. Mmefanya kazi. Hakika mmeniheshimisha na mmeheshimisha wafanyakazi wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na kitabu cha Luka 17 mstari wa 11 mpaka 16. Lakini kwa wingi wa udogo wa muda sitaisoma yote, lakini inatupa mafunzo ya wakoma 10 walioenda wakatibiwa na Bwana Yesu. Lakini kati ya wakoma 10 aliyerudi ni mmoja kusema asante. Sasa mimi kwa niaba ya wafanyakazi Tanzania narudi kusema asante kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa nini narudi kumshukuru Mheshimiwa Mwenyekiti? Kwa kipindi cha miaka 4 amepandisha vyeo watumishi 429,458. Lakini ametoa kibali cha ajira waajiriwe watumishi 149 na ambao wameshaajiriwa ni 102,154 na nyingine ziko kwenye mchakato. Lakini 3, amelipa malimbikizo ya mishahara ambao ulikuwa ni mwiba mzito kwa watumishi 130,463 kwa thamani ya bilioni 226.5. Lakini 4, tulikuwa na kitendawili cha kikokotoo. Akabadilisha kikokotoo kikawa 40% na 33, na tuna imani serikali itaendelea kurekebisha. Niseme asante sana. Lakini leo ninaongelea mambo mawili kwa sababu mengine yote mmemaliza. Leo naomba nishauri mambo mawili. Nitashauri kwenye sekretarieti ya ajira na hamisho za watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kikawaida na kikanuni na kisheria, mwajiri namba 1 ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini akakasimu madaraka hayo kwa katibu mkuu kiongozi. Na katibu mkuu kiongozi akakasimu kwa katibu mkuu utumishi wa umma chini ya ofisi ya waziri management ya utumishi wa umma. Kwa hiyo kinachofanyika management ya utumishi wa umma ni Mheshimiwa Rais anafanya. Lakini tukiwa 2003 Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa nia njema iliamua kugatua madaraka, kuzipa wizara, idara za serikali na taasisi kuajiri, kupandisha vyeo na kutunza nidhamu ya watumishi. Tulienda vizuri kidogo. Lakini tulipofika 2007 moto ukawa moto. Mnatangaza ajira, watu hawajafanya interview, ajira zimejaa. Mnatangaza ajira, walioshinda sio wanaoingia ndani ya kazi. Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 akaunda tume. Tume ilikuja na mapendekezo. Mapendekezo yaliyokuja na tume, Mheshimiwa Mwenyekiti, ya kutupitia sheria ya utumishi sura ya 298 kifungu 29(1) ikaunda sekretarieti ya ajira. Sekretarieti ya ajira ikaanza tarehe 1 mwezi wa 3 2010 na katibu wake wa kwanza ndo naibu katibu mkuu utumishi. Jukumu walilopewa Mheshimiwa Rais wakati anaizindua, alisema jukumu kubwa ni kuajiri watumishi wa serikali, wizara zote, idara zote na taasisi. Isipokuwa wakagatuliwa madaraka tume ya utumishi wa mahakama kidogo na tume ya utumishi ya bunge. Lakini na wenyewe ili waajiri lazima ikama waipate kutoka management ya utumishi wa umma kwa sababu wale ndo wanatoa cheki namba. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi leo Mheshimiwa Waziri nakupenda sana na umenisaidia sana. Lakini leo wakati unakuja hapa kuna mambo ambayo nitaomba unipe majibu.
Sekretarieti ya ajira imevunjwa au inadogoshwa makusudi au ni kitu gani kinachoendelea? Tumeanza taratibu, tunaona baadhi za wizara zinatangaza kazi na wanaajiri. Ikifika katikati mambo yanaharibika, utumishi wa umma mnaanza kulalamikiwa. Tumeona mpaka sasa watu wanatangaza tenda za kufanya ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila kitu kina utaratibu wake. Sekretarieti ya ajira ina wataalamu wa kila aina wa kufanya hizi ajira, na ajira tusichezee, ndo maisha ya nchi yetu. Leo mawizara wakiwasilisha bajeti, waliozitekeleza ni watumishi wa serikali, ni watumishi walioajiriwa kwa kufuata vigezo vizuri tu. Lakini sasa tunaanza kweli, mimi natoa mfano wa TRA. Nina message ziko humu nyingi. TRA juzi wametoa tenda kwa NBAA ndo wafanye ajira. Tume ya sekretarieti ya ajira imeenda wapi? Na kuuliza Mheshimiwa Waziri. Sasa ukija hapa unipe majibu. Kama nyie ndo mliwakasimu, tuelewe basi, mrudishe sheria hapa, tuvunje sekretarieti ya ajira. Itakuwa haina maana. NBAA kazi yake ni kuangalia wataaluma wa uhasibu. Leo anaingiaje kwenye kuajiri? Sasa moto ulio mitaani huko sio wa kawaida. Lakini wote wanalaumu management ya utumishi wa umma. Tuliona mfano wa kuajiri walimu hapa. Vikatibuka, management ya utumishi wa umma ndo mnalaumiwa. Sasa mniambie sekretarieti ya ajira imeenda wapi? Inafanya nini? Na ni kwa sababu gani haiaminiki? Leo tunaanza kuamini taasisi zenye kazi nyingine, tunaanza kujikasimu madaraka ambayo tuliyafuta 2010. Hii haitawezekana. Haitawezekana Mheshimiwa Waziri. Hatutaweza kukubali kuchezea ajira za watoto wa Kitanzania ambao inafanya sasa watoto wa maskini hawapati ajira. Kwa sababu kwa kwenda hivi unakuta kazi zimetangazwa, NBAA imetangaza, lakini watu wameshaingia kazini. Ili hatutalikubali. Na ili nalisema kwa uchungu tu kwa sababu naenda kumaliza miaka yangu 5. Mwende mkaliangalie. Mwende mkalifanyie mchakato, na leo mnipe majibu wakati mnahitimisha. Hii haitawezekana. Hatuwezi kukubaliana nayo. Tulisema hapa, na mimi ndo nilishauri kwamba mwende muanzishe database ya kuweka wanaokuwa wameajiriwa wakabaki, tunavyotangaza tena turudi mle tuangalie. Itasaidia kuondoa wale ambao wamemaliza vyuo mapema. Tume ya utumishi wa bunge inafanya. Tunaajiri, tunaweka kwenye database. Tukitangaza tena tunaajiri, lakini tunarudi kwenye database, tunaangalia marks za wale waliopita. Yawezekana hao waliofanya marks zao ndogo. Kwa hiyo tunawarudisha kwenye database. Tunachukua yule mwenye marks nyingi ambaye alikuwa kwenye database, tunamwajiri. Huyu anakaa kwenye kusubiri. Mimi kuna siku nilikuwa namwambia Mheshimiwa Spika, labda sasa sisi tuanze kuwa mfano wa kufundisha sekretarieti ya ajira. Lakini ukiangalia sekretarieti ya ajira iko sawa sawa. Tatizo linakuja watu wameanza kujipa mamlaka ambayo sio yao. Naomba Mheshimiwa Waziri, simama kwenye nafasi yako. Lakini la pili, nije kwenye uhamisho. Management ya utumishi wa umma niye ndo mwenye mamlaka ya kuhamisha mtumishi, ndo wenye mamlaka ya kupandisha vyeo, ndo wenye mamlaka ya kusimamia nidhamu. Leo imefikia, nina barua na nitatoa mfano halisi. Nyie mnakaa mnaona mtumishi fulani anaweza akafaa kwenye sehemu fulani. Mtumishi anaweza kaenda, mwenye taasisi akamkataa au mwenye wizara akamkataa. Au mwenye wizara au taasisi akamkatalia huyo mtumishi kuondoka. Haya mamlaka wanayatoa wapi? Hawaogopi. Anayekuwa amehamisha ni Mheshimiwa Rais kwa kukasima management ya utumishi wa umma. Mamlaka hayo yanatoka wapi ya kumkataa mtumishi ulioletewa kwamba mimi huyu simtaki? Mfano mmoja ulikuwa kwenye mkoa mmoja, siwezi kutaja. Mtumishi alihamishwa kwenda mkoa mwingine. Yule pale akamkatalia uondoki. Na mbunge wa sehemu hiyo yuko humu, akatumiwa message. Alivyotumiwa akaniambia hili jenjeri lako. Nikaambia twende. Nimpongeze sana naibu katibu mkuu utumishi. Tulivyofika tukamweleza. Akasema hiki kitu hakiwezekana. Nikamwambia ndo kimeshawezekana. 14 days zimeisha, yule mtumishi hajaenda.
Lakini mtumishi kura anaambiwa tumeandika utumishi kuomba usiondoke. Naibu katibu mkuu akampigia mkuu wa kule, anamuuliza hilo barua mlioleta iko wapi? Nipe mlioomba kuzuia uhamisho. Barua hana, anampiga nyimbo tu. Alimwambia hivi, narudia kauli yake, kabla hazijapita siku 3 huyo mtumishi au amefika kituo chake cha kazi kingine. Na mtumishi alivyofika alituma ujumbe kwamba kafika. Sasa kwa nini tunafika mahali watumishi tunawanyanyapaa? Kwa nini tunafika mahali kwamba taasisi fulani zina watu fulani ndio wanaweza kufanya kazi pale, wengine hawawezi kufanya? Lakini mwenye mamlaka ya kuwapanga watumishi wao ni nyie management ya utumishi wa umma, kwa mamlaka mliopewa na Mheshimiwa Rais kumfanyia kazi hiyo. Ni nini kinachoendelea pale? Mwende mkapaangalie, mnipe majibu. Wapo vijana wamestaki sasa hivi, watumishi wamestaki, wamepelekwa sehemu fulani, wamekataliwa. Mtu anamwambia mimi siwezi kukupokea. Au anaenda ameshaiva kupandishwa promotion, anafika pale anasema sisi hatuwezi kukupandisha. Sasa serikali si moja hii? Kambi si moja hii? Wote tunajenga nyumba moja. Sasa inafika nini tunaanza kugombania fito? Kwamba kuna mahali watu fulani ndio wanaweza kufanya kazi pale, mahali watu fulani hawawezi kufanya kazi pale. Mmefanya mengi mazuri, mmefanya mengi mazuri kwa watumishi, mmefanya yaliyo mema, lakini msipoyaangalia haya mawili yatachafua kazi yote ambayo mmefanya. Mimi niwaombe, narudia kuomba, nenda mkaangalie vizuri kazi zenu kwa nini zinaingiliwa. Baada ya kusema hayo, naunga hoja mkono. Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Jane Jerry.